Ni siku chache zimepita tangu kanisa Katoliki litangaze kifo cha Papa Francis ambacho kilitokea Jumatatu ya tarehe 21 ya mwezi Aprili mwaka 2025 na anatarajiwa kuzikwa Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi Aprili mwaka 2025. Majina yangu ni Pasco Kadushi. Niko hapa kukufikishia mambo 6 usiyoyafahamu kumhusu Papa Francis. Nikukumbushe kwanza, unapokuwa papa unalo jukumu ama pendekezo la kuchagua jina gani ungeweza kulitumia kama papa. Hii tutakuja kuiangalia siku nyingine. Hapa ninayo mambo 6 usiyoyafahamu. Majina yake halisi anaitwa Jorge Mario Bergoglio. Ni mtu wa kwanza wa Amerika Kusini kuhudumu kama mkuu wa kanisa Katoliki la Roma kwa miaka 12. Jambo la kwanza, Papa Francis hajawahi kutembelea nchi yake ya Argentina katika miaka 12 ya uongozi wake. Francis ametembelea nchi 4 kati ya 5 zinazopakana na taifa alilozaliwa, taifa la Argentina. Jambo la pili usilolifahamu, aliwahi kuwa mlinzi wa klabu ya usiku. Wengi tumezoea kuwaita mabouncer kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki tunaotumia lugha ya Kiswahili. Mabodyguard, mabouncer ndivyo ambavyo wengi wanakuwa wanawaita. Alishawahi kuzungumza katika kanisa moja huko Roma. Aliwahi kusema kwamba alikuwa mfagiaji na aliwahi kufanya kazi ya kuweka usalama katika klabu ya usiku. Jambo la tatu usichokifahamu ni kwamba alikuwa ni shabiki mkubwa wa soka. Alikuwa ni shabiki mkubwa wa klabu ya soka ya San Lorenzo de Almagro. Pia amekutana na magwiji wengi wa soka. Kufuatia tangazo la kifo chake, kulikuwa na mechi 4 za ngazi ya juu kule Italia ambazo zilikuwa zimepangwa kufanyika siku ya Jumatatu ya Pasaka, ziliweza kuahirishwa baada ya tangazo la kifo chake kwa sababu alikuwa mpenzi wa soka kweli kweli. Jambo la 4 usilolifahamu kumhusu Papa Francis, anapenda usafiri wa basi. Papa anapenda sana maisha rahisi. Hata gari lake ambalo analitumia linaonyesha kabisa alikuwa anapenda maisha rahisi. Mwaka 2013 baada ya kuchaguliwa, alipanda basi pamoja na wale makardinali wake. Na jambo la 5 ni mcheshi. Papa Francis anajulikana sana kwa kuwa mcheshi pamoja na hoja zake za kuchekesha. Usichokifahamu kwamba mwaka 2024 waliandaa program pale Vatican na kualika zaidi ya wachekeshaji maarufu zaidi ulimwenguni kutoka kwenye nchi 15 na wakatua pale Vatican kwa ajili tu ya kwenda kuchekesha. Mambo hayo ulikuwa unalijua hilo. Lakini pia jambo la 6 usilolifahamu, ana wafuasi wengi sana. Kwa maana nyingine ana ufuasi mkubwa sana mtandaoni. Papa Francis aliwahi pia kusema mtandao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Alisema kuusimamia ni jukumu kubwa. Papa alikuwa akichapisha maudhui yake kwa lugha 9. Ukiingia kwenye Twitter kule zamani na X, Instagram, alikuwa amefollow watu kama 63 kwenye mtandao wa X. Lakini followers wake walikuwa ni zaidi ya wafuasi milioni 18 kwa jina hilo la Pope Francis. Yako mengi tutaangazia, na kwa nini mtu akitaka kuwa papa lazima achague jina atakaloweza kulitumia. Kama hivyo ambavyo umesikia majina yake, hakuwahi kutumia majina yake ambayo tumeyataja hapo awali kwamba Jorge Mario Bergoglio, lakini alichagua jina la Francis. Kwa nini wanachagua majina? Tutakuja kuiangazia hii siku nyingine. Imekubariki pia, unaweza kusambazia na watu wengine. Majina yangu ni Pasco Kadushi PK. Isikupite hii.